Aristo hana mke huyu, lakini kwa bahati nzuri wa qawiyati taqwaho, lakini uchamungu wake ni wa hali ya juu, ana uwezo mkubwa wa kujidhibiti. Fafihi taraddudun, hapo kuna taraddud, kwa maana kauli mbili. Kuna kauli mbili kwa Imamu al-Haramain, lakini katika kauli hizo, wal asahu annahu la yajuzu lahu nikahul ama, huyu bwana hataruhusiwa kufikia kwenda kuoa nani? Mjakazi, kwa sababu unakwenda kuoa mjakazi kwa sababu hujiwezi. Unaweza ukaliingia balala zinaya akakukuta ukaenda kupigika. Wabihi, na kwa fatwa hii, kwa kuwa uchamungu wake mkubwa siwe mjakazi, qata al-Ghazali, ndio aliyopita Imamu Ghazali. Ni hivyo, si vingine. Kigezo nini? Uchamungu wake mkubwa, anajiweza kidini, yani ile zinaa anaichukia na anaweza kujidhibiti. Wabihi qata al-Ghazali, kwa nini? Liannahu la yakhafu alwuqua fi zina, kwa sababu yeye haogopi kuingia katika machafu yakampelekea kukong'otwa. Haogopi sababu anajiweza, anaweza kujikontrol. Sawa. Wa khaifu la'anati, na ama yule anayeogopa kuingia katika majanga ya zina, lau qadara ala shirai amatin, laiti kama ataweza kumnunua mjakazi, kwa maana yeye hana mjakazi. Kama atataka kuoa mjakazi, maana yake anakwenda kufanya nini? Kwenda kuoa mjakazi wa mtu mwingine, si ndio? Mjakazi akiwa wa kwako, si kwamba unamuoa wewe, unampitia tu. Mjakazi wako hamna kuoa, si ndio hivi unaweka unaendelea, fanya yako, umekwama Aristo, unaweka unaendelea. Ndio mjakazi akiwa wako. Hata kama una wajakazi 9,000, unamteua tu leo yupi? Bandika bandua mjakazi. Sasa ama suala la kuoa mjakazi, maana yake tunajadili mjakazi si wako, wa mtu mwingine. Ndio anasema wa khaifu la'anat, ndio hapo, sio? Na yule anayeogopea kuingia kwenye machafu, lau qadara ala shirai amatin, lakini kama ataweza kumnunua mjakazi ikawa anamiliki, basi lam yahilla lahu nikahul amati, hana ruhusa yeye tena ya kuoa nani? Mjakazi. Yeye atamnunua, atabaki kuwa anamiliki nani? Mjakazi fil asahi. Kwa hiyo yeye atakuwa anaweka tu, sio kwamba tena habari ya kuoa. Pamelewekwa? Kama huyu ambaye walau kana fi milkihi amaton, endapo bwana huyu alikuwa anamiliki mjakazi, lam yahilla lahu nikahul ama, haruhusiwi tena kwenda kuoa nani? Mjakazi. Mmeona watu wawili hao? Anayemiliki mjakazi uwezo wa kifedha hana wa kumpata mwanamke huru, ajipange kutafuta fedha ya kwenda kuoa mwanamke huru. Sawa sawa. Huyu mjakazi anayemiliki ataruhusiwa kuwa anafanya nini? Anapitia pitia tu, kashikwa leo mambo yamezidi, anakwenda anadurusi, anarudi nyumbani mwepesi wa ndengeleko, wanaita yoyorwa. Basi unakaa tena, umekwama tena, unaenda una nini, unatoka mwepesi yoyorwa kinyumbani. Sasa sijui Sheikh Rashidi kule Kimakonde mwepesi, sijui tunatamkaje? Allah karim. Umeelewa? Akishakuwa mtu anamiliki mjakazi, naeleweka, anaye na pesa za kuweza kutoa mahari ya mwanamke huru hana, si ndio hivi? Basi huyu bwana aridhike kuwa anamdurusi yule
mjakazi hata kama hana ubora ule anaotaka yeye, viwango vyake yeye, tena hapa akakwamue shida tu, ma la yudraku kulluhu la yutraku kullu au jullu, kisichowezekana kukitimiza chote uache kabisa. Sina uwezo wa kumpata mwanamke huru, lakini mie ndani ninaye mtumwa mjakazi huyu mwanamke, basi sio hii, nitatafuta pesa, nikipata naenda kuoa mwanamke huru, lakini huyu niliyekuwa naye nitakuwa na durusi tu, si ndio na durusi. Ukimtaka shehe wa kukufundisha Mughni Labibi an kutubil aaribi hujampata, umempata shekhe wa Qatrun Nada, basi huyo nenda katwali kaweke sawa Qatrun Nada yako, kaiweke sawa. Siku Mungu akijalia umempata shekhe sasa wa kukufundisha Mughni Labibi, unaenda kula vitu vya hivi, sijui naeleweka kidogo huyo wa kwanza. Lakini wa pili akaambiwa hana ndoa na hajampata mwanamke huru, lakini uwezo wa kumnunua mjakazi akafuga kipindi hiki ambacho anasubiria kumpata mwanamke huru mwenye vigezo vyake. Si kwa sababu katika tafsiri mbili tulizozitoa, fankihu ma taba lakum minan nisa, pale nyuma mnakumbuka kuna mahala tumeifasiri ma kwa maana ya man, na itaba ikaja kufanya kazi biitibari lafdhi la biitibari almaana. Kwa hiyo taba ikawa inarudi kwenye ma, oeni yule ambaye kakunogeeni miongoni mwa wanawake. Na imma tukafasiri kwa maana ya ijazum bilhafi, fankihu ma taba lakum minan nisai, fankihu bima taba lakum, oeni kwa mujibu wa kile kilichowavutia kutoka kwa wanawake. Kwa kila mmoja ataoa kwa vigezo vyake, ndoa inakwenda kwa mujibu wa nini? Wa vigezo. Mwanangu Katundue yeye anataka mwanamke mwenye matege, au sio Sheikh Katundu? Yeye anataka mwenye matege, basi wewe subiri umpate huyo. Inawezekana wapo chungu mzima, watu wasikuseme kwa nini mpaka mimi nataka mwenye tege, na tege lake nataka la wastani. Isiwe tena kama tunacheza rede tena, tege lenyewe limezidi ya mpira upate kupita. Sasa huyu anasubiri mpaka ampate. Sasa kila akihangaika ajampata huyo, lakini uwezo anao, anaambiwa kama yupo mtumwa, nunua, kaa naye upate kusukutua mara moja tu, na kaa unasukutua rosto zako mpaka ukimpata yule ndiye, au sio? Shemneti ya yeye anataka mwanamke mwenye macho makubwa alafu meupe ya Kisomali. Nimekuletea mwanamke mzuri kabisa, mzuri kwako. Hakuna mwanamke mbaya, kila mmoja, kwa sababu yule ambaye wewe unamuona mbaya yule, kuna mwingine kapagawa. Ndio maana wanavyosema walikulli saqitin laqitun, kila kinachoanguka yupo muokotaji wake. Yani wewe kwa hali yako ukiona 500 huhangaiki kuiokota, sema Samina inama kwa ajili ya 500, lakini kuna mwingine akiona 500 kwanza anakanyaga na minya break, anaangalia huko na huko, hal man yarani, yupo anayeniona, alafu kama anajikuna kaondoka nayo, kwa sababu walikulli saqitin. Mara moja tulipata kusema hapa, we tazama, sisi watu wa Maputo pengine tunaona kwa hawa mabinti wa sasa hivi hapa Maputo hakuna wa kuoa. Tunaenda Buguruni, Ilala, Tegeta, Vituka, lakini watu wa Vituka wamepagawa na wanawake wa huku. Kila Jumapili na Ijumaa unaona magari ya sheba yanaingia, lakini nyinyi wenyewe wa huku mmesema huku hakuna mwanamke, lakini wa huko wanakuja kwenu wanasema huku ndio kuna vyuma. Na ujue hivyo kule mnakokwenda mnasema ndio kuna vyuma, watu wanakuchekeni. Yaani hao wamechanganyikiwa, wamekuja kuwa huku kuna mwanamke huku.
Kwa nini unadhani? Usichanganyikiwe, walikulli saqitin laqitun, kila chenye kuanguka kina nini? Muokotaji. Wazee hawa kina mzee Abdallah wana methali zao, wanasema, na mpaka kwenye kanga iliandikwa, ukisema mimi cha nini, basi wenzio wanasema nitakipata lini. Wewe unamtukana mkeo, unamdhalilisha, unamtupia mifuko yake ya rambo, talaka 3, sikutaki tena. Yani kile kitendo cha kutoka pale, kuna mtu ananyanyua mikono, alhamdulillah, mwanamke umeachwa wewe, Allah Malik. Ikishaenda tu moyoni anasema ikishaenda tunakwenda kutangaza jenge, wakati huo umemfukuza na kashfa chungu mzima. Huu ni mfano Mwenyezi Mungu anatufundisha kwenye yule mdudu tuliomtaja Alhamisi, al-khunfusa au khumfisa, khumfusau au khumfisau. Jina lake ndio hilo, sione tu ndio hilo jina lake. Sisi Wandengereko tunamwita bimbili samavi. Sasa sijui Ustadhi Omar kule Urangini mnamwitaje? Khumfusau. Sisi tunamwita hivyo. Wazambia wanamwita chitutamanyi. Naamini hata wa Makonde kinafanana na Kimakonde Chitutamanyi. Yani Mungu anatoa darsa pale kwamba mwanadamu kashikwa na haja, anachutama, anatoa vitu, alafu mwingine anafukia aibu, jambo baya tena. Mwingine anajisaidia huku anatema mate, lakini akija yule mjamaa anaona hii kuliko biriani, anachukua, naamini atanyang'anywa, anachukua, anaenda kuficha apate kula kidogo kidogo. Ndio maana ya kuitwa chitutamanyi. Anabimbilisa, anaenda kuficha biriani yake. Ni mnaelewa hivyo Ndio maana ya kusema wazee, ukisema wewe cha nini, basi wenzio wanasema nitakipata lini. Bimbilisa mavi anaona hii biriani hatari kuliko biriani aliyopika Miraji. Kwa hiyo ndoa zinakwenda kwa vigezo vya muoaji, na ndio maana hata baba anapomwambia mwanawe uolewe ama umuoe binti huyu, kama mwanawe hajaridhishwa na yule mwanamke, baba kama ana vigezo vya msingi, anatakiwa amkinaishe mwanawe, kwa sababu mwanawe macho yake hayajaelewa. Huwezi kumwambia tu lazima uoe. Kaa naye mwanao umkinaishe. Unadhani kwa nini mimi nimependa umuoe yule? Kuna kadha, umkinaishe, sio muongope, utapata madhambi. Mkinaishe kihaki kabisa, yani vile vigezo ulivyoviona wewe, hakikisha kwamba na mwanao naye akolee. Hapo ndio utaenda kuyaona mapenzi bora. Kama hajakolea Kwa nini? Kwa sababu kwanza watu wa sasa sio wale. Mimi rafiki yangu Sheikh Walidi ibn Sheikh Al-Hadi Umar Kawambwa kapewa mke na shekhe wake Sheikh Muhammad Ayubu, hakuuliza wala hakuguna, na mpaka leo yupo naye, mtoto wa Sheikh Muhammad Ayubu. Watu wa nyuma, kwenda nyuma huko kwa wazee. Lakini Gen Z hiki kizazi cha kina Msomba hiki, kina Katundu, kizazi hiki na shenye kashakufa bwana. Wewe mimi nilikuwa namfurahisha shehe tu bwana. Wewe una jambo la kukaa na mimi, nendaga huko. Unamwacha kwa sababu shehe kashafanyaje? Kafa. Jana tulikuwa kwenye maziko Ustadhi Muhammad Ndete wa Qurani, kafiwa na baba yake mzazi. Katika jumla ya mambo yaliyosemwa, Sheikh Umar bin Yusuf Ndete alikuwa ni mwanafunzi wa Sheikh Mkali, kawa mwanafunzi mpaka akawa mwanafamilia, kijana wa ndani. Sheikh akaona kijana huyu mie nampa mke, akampa binti yake. Ndio wanapatikana watoto wa kina Muhammad, ambao ndio jina la huyo shekhe wake Muhammad Ndete, na ndugu yake
Ustadhi Muhammad Ruambo, wale mama zao baba mmoja mama mmoja. Wewe unaweza? Watoto wa sasa hivi shekhe anakupa tu. Pengine wewe sasa mzuka wako unataka mwanamke mweupe, shekhe anakupa kitu mpingo. Nasema mzuka wako unataka mpapae, shekhe anakupa toleo la mwisho kama nuni tu. Huyu unasemaje? Wenzetu waliyaelewa maneno ya Imamu Ali, ana abdu man allamani harfan min kitabillah inshaa ba'ani wa inshaa a'taqani. Mimi ni mtumwa yule alionifundisha walau herufi moja katika Qur'ani. Ana khiari yake, akitaka ataniuza na akipenda ataniacha huru. Sasa shekhe, leo shekhe wangu ananiambia chukua mke huyu, tena mimi nanyongorota. Yaani wenzetu wanampokea mwanamke kama huyo kwa raha na furaha, tena anaona fakhri, anatamba, mke kanipa shekhe huyu. Sasa aliyeheshimu katika kizazi kijenzizi atamuoa huyo, na shekhe akifa atabaki naye, lakini huyo atamtafutia mitala na atanyanyasika huyo. Sio mitala kwa maana ya sunna ya Mtume, ili mradi tukumfukia yule, nilivumilia sana, sasa wakati wangu, mzee shehe kafa, wacha sasa nimekosa vitu vyangu ninavyovipenda, sasa wakati wangu. Atanyanyasika kweli kweli. Kwanza huyo mwanafunzi anayetamani aoe kwa shehe wake yuko wapi sasa hivi? Waliyadhu billah. Labda wapo wanaotamani wazini tu pale watoto wa shehe. Wapo wanafunzi hao, shehe yupo kwa shehe wake anazini, wengine mpaka anaacha mimba, anatwali kwa shehe, anachukua ilmu, kwa mtoto wa shehe anachukua vitu vingine. Shehe mtihani wanafunzi wa siku hizi. Na usipokuwa makini kwa mtoto wa shehe, mbali hapo hapo kwa mkewe shehe, na yeye anataka hapo hapo. Naamini hawa kina jidada mama nyingi Allahu akbar. Mungu atuongoze na aturekebishe. Maana yake nini? Yani wewe unajipanga kumkwaza shekhe wako, lazima uharibikiwe. Yani hicho unachokifanya, unafanya nini? Unamkwaza shekhe. Mwanafunzi jambo lake anatakiwa amfurahishe shekhe wake, wewe unamkwaza, basi umezidiwa. Mwambie shekhe, naomba kama utavutiwa niozeshe huyu dada yangu, binti yako. Mwambie umezidiwa. Tafute mzee mmoja, nenda kamlilie mzee, nenda kaniombee kwa shekhe, mimi kijana wa ndani naona haya, lakini natamani nioe kwa shekhe na udugu wetu uzidi. Basi yule mzee atatengeneza viswahili. Mzee ndio mzee ashindwe la kusema kama jambo la kheri, hakuna mzee anayekataa. Kama jambo la kheri, mzee atajitwisha, ataenda kutengeneza maneno, shehe atasomeshwa, atajaa kwenye mfumo. Lakini sio unamharibia shekhe. Tayib, wapi tunaendelea? Ashartu rabi'u, sharti la 4 la kuruhusiwa mtu muungwana kuoa mjakazi. Manake yani masharti. Muungwana anawezaje kumuoa mjakazi? Tumeanza hili nambari 4. Ashartu rabi'u fi jawazi nikahil amati, kuhusiana na kufaa kumuoa mjakazi, alla takuna tahtahu hurratun, huyu muungwana mwenyewe mwanamume pasiwe kwenye himaya yake yupo mke huru. Tayari anaye mke na mke aliye naye ni nani? Ni huru. Asiwe naye. Yumkinuhu listimta'u biha, tena mwanamke huru ambaye
anaweza kula naye raha. Lugha za vijana wa leo, anaweza kuenjoy naye. Yumkinuhu listimta'u biha, inamwezekania kupumzika naye. Na istimta sio kunini tu, hata ile story mkono kuegemeza, zote istimta hizo. Unasemaje wewe? Unaweza ukaruhusu mtu aje uone anaegemeza mkono kwa mkeo? Unaruhusu hilo? Maana yake lile jambo maalumu. Basi hata yule ile kuweka mkono tu kwa mtu mwingine, haka kiroho kwatu, mara kaweka kichwani kama anamsomea rukuya, mara kaweka kifuani kama vile anapima pressure, mara kaweka tumboni kama anapima harakati ya ujauzito. Ile raha nayo. Ninyi mnakaa tu nyinyi kuoa mtaki. Kuna mambo mengine huwezi kuyajua kwamba yapo duniani hapa mpaka uoe. Na ndio maana siku ile tulisema, kusema kwa kweli, tuseme taratibu, kijana kama bado hajaoa hatuwezi kumsifu kuwa na akili timamu. Labda yule ambaye ameoa kapata mtihani, kafiwa ama kaacha, lakini hajawahi toka azaliwe anajisifia mtani, mimi na akili hatari, mimi genius. Ungekaa wewe hivi unateseka. Sasa una akili wewe mwenyewe, ujihurumii. Akili unaitoa wapi? Yaani unamkuta mtu anajisifu kwamba yeye ana akili, msomi, alafu anasema Mungu hakuna. Sasa una akili wewe? Unaona navyo vitu mwilini vimejipanga vyenyewe tu. Kama huamini kuna Mungu, manake wewe una akili. Manake Mungu utamjua kama alivyosema mwenyewe katika Qur'ani, wa fi anfusikum fala tubsirun. Yani hata katika upande wako wewe mwenyewe, ukikaa chumbani unakagua kiungo baada ya kiungo, unamuona Mungu. Baba anacheka hapa. Kaa peke yako chumbani, funga milango, kikague kiungo baada ya kiungo, alafu kiangalie kiungo hicho hapo sasa hivi kipoje na baadaye kinakuaje. Unamuona Mungu yule, huwezi kubisha. Bwana wewe angalia kinywani, Mungu amejaza matenki mangapi ya maji. Mate hapo tu wewe tema mpaka jioni, hayaishi mate. Lakini kitazame kidevu chako kwa wewe uliyekuwa kidogo. Si unaona ndevu hizi? Shekhe, zinyoe kwa mafuta zote, au kitaka chimba ndani, huwezi kuona vishina huku ndani. Vishina hamna. Wiki siku mbili tu ukipapasa unaona unapana jichoma choma. Zinatoka wapi? Mungu huyo. Wa fi anfusikum. Alafu wakati mwingine Mungu anatujaribu vitu. Ukikaa na mtu kidogo, mmetoka kufuturu, tumbo limekaa vibaya kidogo, unaweza kusema ana jamba. Yaani Mungu tu anaonesha kwamba vyakula vinagongana tumboni, tumboni, na asiyejua anatoka anaenda kutawadha tena. Hilo tumbo Mungu huyo. Inafika wakati unashiba ile kwa kinyumbani tunaita nde pa kuingia kingine ukioni, baada ya nusu saa tu shibe ishaondoka. Mungu huyo. Ndio maana baba yangu alikuwa anasema, kilalamika wakati utona njaa, anakuambia njaa ndio mwenye tumbo lake, shibe mgeni wa muda. Njaa ndio mwenye nini? Tumbo lake. Njaa ndio mwenye tumbo lake, shibe mgeni wa muda tu, anakuja kwa muda fulani, anaondoka, anarudi mwenye mzee njaa. Lakini hayo yote ni nani? Angalia kwa uwezo wa Allah. Macho yako yanaposimama mahala palipo wazi, kulea mnapofika kuona macho yako, alafu wewe tukwambie umeona ulipofikia kuona, wapi? Pakiwa wazi unasema nimeona kule, ile itakuwa za kiemu. Ayatembea kwa miguu mpaka ufike pale ulipoona za kiemu, masaa chungu mzima, lakini jicho lako lilifika kwa sekunde moja. Nani huyo?
Wewe unajiona wewe tu. Sasa huwezi kujisifu na akili wakati unakataa kwamba hakuna Mungu. Huwezi kuwa na akili timamu kama unabisha Mungu hakuna. Lakini pia hatuwezi kijana tukamsifia na akili timamu kama hajawahi kuoa. Kwa nini? Wewe unadhani? Kwa sababu tuseme taratibu, mwanamke ni kiumbe dhaifu, mwanamke ni kiumbe msumbufu, mwanamke ni kiumbe hana jema. Mfanyie mambo 9,000. Mtoto wa kaka yake anataka kuolewa, anataka hilo abaya, we huna, anakutoa maana zote, yale yote uliyofanya huko nyuma. Ndio maana Mtume alisema takfurnal ashira. Hivi kweli watoto watatu, hata akiwa mtoto mmoja, mwanamke anafikia kumwambia mwanamume hivyo, akitakiwa wanaume watoke mbele, wewe unatokea? Huyo mtoto umeokota kama uyoga, si mimi huyo. Kwa mwanamke, kwa sababu msumbufu, ana tabu, ukiwa na akili timamu ndio utajua namna ya kukaa naye. Siku unayotaka mnongone, inawezekana yeye kaamua tukagoma na sababu hamna, pengine mmekula wali nyama, lakini ashaamua kagoma, ndio nipishege huko, limerudi tena, watu wasijipumzikie. Unanielewa? Kwa mimi leo nina hamu ya rasti. Hivi nyinyi mnaelewa eh? Sawa, sio wale ndio waelewi wale. Mwanangu Chidada na Msomba wanachekea chini chini. Kwa sababu hawaelewi. Na wanaelewaje na akili hawana? Wanazo za kuvukia barabara. Pambaneni muoe. Nyinyi mnaona ujanja wa kutia hiyo akili ya kutilia irabu. Akili ya kutilia irabu na akili ya maisha ziko mbili tofauti, shekhe. Usijione una akili darasani ya kutia irabu kadhani ndio akili ya maisha hiyo nyingine, akili ya maisha nyingine na ya irabu nyingine. Unaweza ukamwona mtu mzito kufahamu kwenye irabu, lakini yuko makini kweli kwenye kuishi na mke, kwa sababu hizi ni akili mbili tofauti. Sasa mpaka unamuuliza, wewe unashindwaje kuelewa darasani? Na hata kule wewe unashindwaje kukaa vizuri na mwanamke? Kwa sababu hiyo ndio Qur'ani. Sheikh Ramadhan, nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya. Mungu kagawa, wewe anakupa hiki, yule anampa kile. Haikuwa shida minazi na mikorosho, Mungu akajaza pwani. Mwanza akakutana na vitu vingine, kampeleka Sangara kule na Sato. Mkamba akajaza vitoi, mabungo. Kajaza mafenesi. Yaani ile kuwa mingi mifenesi mpaka miti yake wamegundua Wazaramu inatosha kuwa mbao. Na wazungu wameiona, wamekiri kwa mbao ya mfenesi sio mchezo, shekhe. Ni bahati nzuri nimefanya biashara hiyo ya mbao. Najua mbao za mfenesi uliokomaa huwezi kufananisha na mbao yoyote. Lile jina tu mninga na mvule basi, lakini mbao ya mfenesi, shekhe, hatari. Kapeleka Mkamba, Msanga huko. Wapale Wasambaa, Mungu kawapa maparachichi, lakini kwa sababu ili wapate kula parachichi halijawahi kuwa na ladha tamu, lakini watu wanayapenda, wananunua. Kwa sababu yasingependwa wangepata nini wale? Maki ulishika parachichi kulila, unatakiwa ufanye mazoezi zaidi ya miezi 6 ulizoee. Halina ladha yoyote, lakini kwa sababu ile ni riziki na wale lazima waishi, Mungu lile akatia mapenzi kwenye nyoyo za waja wake wapende parachichi. Hata ukimwambia mtu hebu simulia utamu wa parachichi, wewe acha tu. Lina ladha gani? Lakini kwa sababu ule ni mgao wa Mungu na wapate riziki, wanayauza kweli. Nyinyi mnasemaje? Mpango wa Mungu. Sasa usiulize lina ladha gani, wewe kula tu.
yakipotea shekhe shilingi 3,000 moja. Mkwe wangu anasema yakipotea mpaka 3,000. Ukienda kwa wakwe zangu kuna tunda hilo linaitwa doriani. Kama una moyo dhaifu ukai kwa sababu doriani unaliweka lelini, likiiva kule huku unalisikia. Lina harufu mbaya hilo. Lakini wenyewe Allahu Samad, kama yule kumfusa anavyopenda lile jambo. Nyinyi sijui mnanielewa Ndio mgao wa Mwenyezi Mungu. Wewe umuhimu wa Wandengereko mashehe wengi ndio walitakiwa kuwa matajiri, lakini Mwenyezi Mungu kwa fadhila zake mikorosho kapeleka kwa Makonde. Subhanallah. Shekhe, Tanzania korosho namba 1 ni Umakondeni na namba 2 Lindi, Mtwara. Katika gredi za korosho ni Lindi, Mtwara namba 1, Lindi namba 2. Ndio gredi bora. Ndio tunaambulia sie tena huku Pwani si gredi namba 3. Yani si tunauza vibofya, vingofya. Korosho super wanayo ashabu gesi. Lakini wenyewe wala hawajali. Hashughuliki. Mungu kagawa. Alafu Mungu kile chakula kakificha ndani. Sijui wale walikuwa numa mpaka akagundua ndani kuna kitu kinaliwa. Sijui nani sijui. Maana ingekuwa tunakula zile bibo zile tukimaliza tunatupa kile. Kini watu wanakula yale, alafu na ile wanapekenyua mpaka ndani wakaona kitu hicho kitamu, alkushunat. Hatari kabisa wasikilizaji. Mungu yo. Sawa sawa Almuhimu unielewe, alla takuna tahtahu hurratun, ili uoe mjakazi usiwe unamiliki nani? Mwanamke huru. Shaoa yumkinuhu listimta'u biha, ikawa anajiwezea kuburudika naye mwanamke yule. Fa inkana muzawijan, kama alikuwa kijana mwenyewe tayari ameshaoa, bihurratin, mwanamke huru, kadhalika vile vile, falaisa lahu nikahul ama, hana kabisa yeye kibali cha kumuoa mjakazi, kwa sababu tayari anayo ndoa, na ndoa alionayo ni ya nani? Mwanamke huru. Sawaun kanat zawjatuhu muslimatan, ni sawa huyo mkewe alikuwa muslimatan, ni Muislamu, au kitabiyatan, au alikuwa ni katika ahli kitabi, Myahudi ama Mnasara. Na ili gogoro nilipo kubwa kwelikweli kwa wanawachuoni, na kwa sababu ni masala khilafia, wala hakuna sababu ya kugombana. Kuna watu wanasema hakuna kabisa ahlu kitabi hivi sasa, hawa ni washirikina tu. Lakini kauli ya jumhur ni hawa ndio ahlu kitabi. Sasa mtu anakataa, lakini akimuona huyu Mkristo kasilimu na alioa, anamwambia ndoa yako hiyo hiyo. Unamwambiaje ndoa yako hiyo hiyo na umesema huyu sio? Nyinyi mnanielewa sijui? Wewe unakataa hawa sio, unaikiri vipi ndoa yake? Nyinyi mnanielewa? Lakini jambo lina khilafu. Mimi nakubaliana na kauli ya jumhuri kwamba ndoa hawa ndio. Mwingine anasema ahlu kitabi walikoma baada ya risala ya Bwana Mtume Muhammad. Kama walikwisha, aliyemuoa Saidina Uthmani, Abdullah ibn Umar alikuwa nani? Wakati yule ilikuwa Mtume kashakuja au bado? Nakuulizeni. Tayari wao waliwaoa walikuwa nani? Saidina Uthmani ameoa mara 2 ahlu kitabi akiwa sahaba wa Mtume. Tungemwambia haifai? Sema
Baadhi ya maneno aliyosema Sheikh al-Amin Muhammad al-Amin Shinqiti na al-Imam al-Alusi kwa wakati wetu ni vema zaidi. Kumuoa mwanamke wa Kinasara kunahitaji upevu wa imani yako, vinginevyo atakuzoa wewe, utaenda kule. Mwanamume amepewa mandeti ya kuoa ili apate kutumia nafasi ya da'wa kumvuta aingie, si ndio? Lakini sio mwanamke wa Kiislamu kuolewa na mwanamume wa Kinasara, hapana, kwa sababu atavutwa yeye. Haya, twende. Sawa, alikuwa huyo mkewe ni Muislamu au kitabiatan, au ni katika ahli kitabi, hurratan au amatan, alikuwa ni huru ama alikuwa ni mjakazi. Liannahu ghairu khaifin lilanat, kwa sababu yeye haogopei tena masala ya kuingia kwenye zina muda wa kuwa mke anaye. Tumemzungumzia liman khashiya lanata kwa sababu hana nini? Hana mke. We mke unaye. Amma law kanat la yumkinuhu listimta'u biha, ama laiti ikatokea haiwezekani mwanamume huyu mke aliyekuwa naye kula naye raha duniani. Kwa nini? Lisighariha, sababu kipindi kamuoa mdogo, si anapepea, anasubiria, anafanya kila kitu ila nikaha, anafanya kila kitu isipokuwa idghamu ndo haifanyiki. Idkhalu shay'in fi shay'in, atanong'ona naye ata lakini illa nikaha, kwa kuwa bado mdogo unamsubiria mpaka afikie. Lakini kuna mwingine kile kitendo cha kumuoa huyo binti japokuwa mdogo anasubiria, basi ile hali ya mzuka wake ndio unamzidia, anaona kuchelewa kukua kwake, mpaka anamuuliza we vipi, au tukutafutie jeki toka pale. Pengine ndio kwanza ana wiki 3 toka muoe. Sawa sawa. Sasa anashindwa kuvumilia kwa sababu mke aliyekuwa naye bado. Akasema au haramiha, au ukongwe, mwanamke aliyokuwa naye kizee sana. Haikatazwi Nyinyi mnanielewa? Yani kijana mdogo kuoa mwanamke mkubwa haikatazwi. Ndio mfano wake anaambiwa hapa. Wewe unacheka nini? Au haramiha. Shida iliyopo, yani wasomi wanapoongea mambo ya kisomi wanashindwa kutofautisha kwenye lugha na maneno wanayoyatumia. Tunalazimisha baadhi ya maneno wanavyotumia watu wa hovyo na sisi tutumie kwa maana zao. Hii ndiyo shida. We ni msomi, inawezekana neno hili wale wanalitumia vibaya, walazimishe uhalisia, sivyo hivyo tunalema. Kazi ya mashehe ni kunyoosha. Sasa kama unakubaliana na kupinda, manake kazi ya ushehe imekushinda. Endapo watu wanapinda, unatakiwa uwarudishe hapa, uwanyooshe. Sasa matokeo yake utakutana na mashehe wote wataelewa kunde kwa maana ya mitaani. Shekhe watoe watu kuwarudishe kunde nini? Usiende kwenye maana hizo, hausieleweki. Sasa mashehe wa leo wanapigwa na mafuriko ya maneno ya mitaani. Maneno ya mitaani yamegawanyika sehemu kuu mbili. Kuna yale ambayo yanatumika kwa maana mbovu
na kuna maneno ya mitaani yakitumika maana zake sio mbovu. Hapa sio jambo ni kwenye maneno ya mitaani yakitumika kwa maana mbovu, kiongozi wa dini, shekhe, yarudishe katika maana salama. Wewe ukizolewa na vijana, sa shekhe na kiongozi, shekhe anakuwa nani? Ikiwa shekhe anazolewa na vijana kwenye maana zao, wewe utaki kuwarudisha hapa, ndio ile tunasema unakuwa kama mzee katika wale wazee wa hovyo. Yani kadiri anavyozeeka anakuwa kama mung'unya, ndio anazidi kuwa wa hovyo. Ya unakutana na mzee miaka 70, na sema natoaga mfano, mzee wa miaka 70 anajambishwa na mwenyewe anasikia Allah, kijana bado yako nini? We mzee bado yako nini unataka? Wakati sisi tunatakiwa tuvutwe na nani? Na wazee. Wazee nao wanavutwa na wahuni. Dunia imekwisha. Ndio Qur'ani iliposema, wa idha aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa alaiha alqawlu fadammarnaha tadmira. Kuangamia kwa nchi, kitongoji, chanzo ni kupinda wale watu wa juu. Jana katika busati la Mtoro, napenda kufuatilia hata kama sio zamu yangu, mtu mmoja aliuliza, hivi shekhe, tumeahidiwa Waislamu ushindi na kuwa sisi watu wa juu, mbona mpaka leo Waislamu tumekuwa madhaifu? Kwa nini ule VIP hauonekani? Sasa unauliza hilo, si dhahara alfasadu fil barri wal bahr bima kasabat aidi nnas. Lengo nini? liudhiqahum ba'd alladhi amilu. Ufisadi umeenea, hawa jenzi sababu yake sisi bima kasabat aidi nnas, hatukuwapa malezi bora. Na ndio maana unakutana na jenzi, watu hawana adabu, wanamwambia mtu chochote, mahala popote, mazingira yoyote. Unamwona mtu katika mtandao anamtukana rais, waziri, mwingine anamtukana shehe huyu kadha huyu shehe huyu mafuulu bi kwenye mtandao, kwenye amuyaoni. Na nyinyi mmezidi kungangania visoswadu. Nenda kaione jenzi iliyopoteza direction. Kwa sababu nini? Dhahara alfasadu fil barri wal bahari bima kasabat aidi nnas. Demokrasia ilipoanza iliacha uhuru wa kusema. Ndio haya natukuta leo, dhahara alfasadu. Yani mtu kuuliza demokrasia eti anajipa kibali cha kutukana. Demokrasia ni kutukanana? Lakini bima kasabati aidi nnas, ilipoanza demokrasia tuliweka wazi mlango wa matusi na kashfa. Wanaamini kumtukana kiongozi, kumkashifu kiongozi ndio siasa bora. Dhahara alfasadu fil barri wal bahri bima kasabati. Sasa Mungu anatuonjesha liudhiqahum ba'd, ili muyaonje wenyewe mlioyasababisha wenyewe. Onjeni joto ya jiwe. Dhahara alfasadu fil barri wal bahri. Leo nakutana na mwanafunzi anamtukana hadharani mwalimu wake. Shehe unazingua. Mwanafunzi amesoma, si ukasikia mahala kutumia vipaza sauti vinavyotoa sauti nje, bidaa. Shehe anaingia kwenye mihirabu anaswalisha istau istaqimu, mwanafunzi kaenda kazima, acha bidaa zako shehe. Sisimulii jambo, natoa mfano, jambo limetokea hilo, sitaji mahala. Hakika ninachokwambieni, mwanafunzi kaenda kuzima maiki, anamwambia shehe wake nini? Acha kutuletea bidaa zako hizo shehe. Alafu yupo hapo anasoma kwa shehe. Ufisadi si ufisadi? Hawa mashehe waliokuja na sera za kuwatukana watu wengine, leo wanakutana na wanafunzi wao wanawatukana wao hadharani. Mwanafunzi anamradi shekhe wake, lakini wengine hawajasababishiwa na walimu zao, wamekutana na watu tu wamesomeshwa vibaya. Inna hadha dina kullahu khuluqun
faman zadakum fil khuluqi zadakum fi dini. Dini yote unaoiona hii, msingi mama uliotawala ni tabia njema. Mkiona mtu kawapiku kunako tabia njema, basi mjue hata kiwango chake cha dini kipo juu kuliko ninyi. Dhahara alfasadu. Na ndio maana leo maimamu hawa wanaongopea ndoa za siri, na wakishaoa hawajali. Kumbe alitaka urahisi tu, sababu yeye anaona zinaa kwake haimnogei, ngoja niwewe kwa siri, akisha nini, kumbe yuko hivi, basi anamtelekeza binti wa watu. Mtulize mkeo. Ya nini ndoa ya siri? Unamuogopa nani? Kama uwezi tu. Zama hizi sio zama za ndoa za siri hizi. Zama za ufisadi, zama za uhovyo. Ndoa zenyewe kwanza, wanaume wengi sasa hivi wanatawaliwa na wake zao. Unataka siri tena? Huyu ukimuoa tu, huyo mkeo wako atakutana na message la mahalla laha min al-i'rabi. Naye natamba naye. Ulijifanya wako peke yako. Kazi unayo. Simejifanya siri, yeye atakubali asijulikane. Allahu. Sheikh, hizo ndoa za siri za sasa hivi zote zinasababisha matatizo. Sheikh, kama ingekuwa zama zile za kiswahaba, watu wana dini kweli. Sawa, zama hizi zama za kina Mziwanda. Zama za mashehe, anamuita shehe mwenzie duyuthi. Zama hizi au nyinyi muende kwenye mitandao, shehe anamuita shehe mwenzake nani? Duyuthi. Anamuita shehe mwenzie khanithi. Maneno hayo yapo kwenye mitandao, mimi nimeona na nimesikia. Shehe anamuita shehe wake shehe mwenzie nani? Duyuthi ama khanithi. Usishtuke. Ndio mashehe wa sasa hivi. Yaani mtu analilipua neno kumsema mwenzie, wala ashtuki kwamba anakwenda kuzalisha kitu gani. Mashehe feki, wanafunzi feki, waume feki, wake feki, wazazi feki, watoto feki. Niseme taratibu hapa nisije nikafukuzwa msikitini. Maimamu feki na maamuma feki. Lakini sio imamu wangu Tayib. Anasema au haramiha, au kwa sababu ya uzee wa ule mwanamke, au ghaibatiha, au kwa sababu ya kuwa mbali yule mwanamke. Inawezekana mume na mke wako mbali, mwanamke yupo ndani uko Itigi kikazi, hampati, sio hivyo au ghaibatiha, au kumbalikana kwake yule mwanamke na mumewe, au jununiha, au yule mwanamke kupata uchizi. Hapa patikaniki hapa, kisogea unaweza ukapigwa hata kipande cha chupa. Usiende tena unajifanya kama ile michezo ya zamani ya Lamtara, unataka kama tadondora tena. Kaasfin. Manake mkeo alikuwa yuko vizuri, sasa kapata mtihani chizi. Unataka uende na fajalahum kaasfin maakuli, kaasfin maakuli, unang'atwa chizi huyo. Au judhamiha, au kwa sababu ya kushikwa tatizo la ukoma, au barasin, ama nini, mbaranga, au nini, au ratkin, au tatizo la kinyama ama kifupa sehemu ya siri. Ratkin, kupatwa na tatizo la kinyama ama kifupa pale mlangoni hapa ingiliki. Ratkin. Au qaranin, ama muunganiko. Wanasema qaran kwa mwanadamu tofauti kwa mnyama. Kwa mwanadamu ni kuwa na pembe, kwa mnyama. Qaran kama ni sifa hii ni kwa nani? Kwa mnyama. Kisikia qaran maana yake ana nini? Pembe. Lakini kama ni mwanadamu, qaran ima ni kuungana kipande hiki cha mbele hapa juu, ama kuungana hizi ndude mbili si nitumie lugha gani? Umeeleka? Pameungana, pamepatikania paja ndogo tu, yani zimeungana zote pale.
nayo pia inaitwa qaran. Ana tatizo hilo, yani mlango huku na mlango huku ufunguki. Wale ambao hawajaoa hawaelewi wale. Omari, unasemaje? Umeelewa wewe hiyo qaran ya pili hiyo? Umeelewa? Wallahi tunafahamiana jamani? Au nini? Au ifdai biha, au tutumie lugha gani? Kugoma kwa mwanamke huyo anaye, lakini anagoma, hataki. Ifdai biha, yani kupata kwa uvamizi, yani anapata kwa uvamizi, yani mpaka afanye mwanamke hataki. Hivi nani yule aliniambia anapataga kwa kalenda huko? Nani hivi? Pata kwa tabu sana. Inawezekana mwenyewe akanyosha kidole akapata dua la wengi Ramadhani. Hayupo bwana, nimesemelea tu. Fafihi khilafun, katika hali hii kuna gogoro. Wasahihu alhilu, ataruhusiwa kuoa mjakazi. Liadami faidati hadhihi zauja, kwa sababu hakuna faida anayoipata kwa mke kama huyu. Idh la tamna'u khawfa lanati, kwa sababu mwanamke huyu hamziwi mumewe kuchelea kuingia katika nini? Uchafu. Ashartul khamis an takuna al-amatu al-mankuhatu muslimatan. Sharti la 5, huyo mjakazi wa kuolewa anatakiwa awe Muislamu. Usioe mjakazi, bora mjakazi kama ni mjakazi. Sasa usharuhusiwa mjakazi, lakini mjakazi mwenye sharti awe nani? Antakuna al-amatu al-mankuhatu muslimatan, lazima awe huyo mjakazi utakaye kwenda kumuoa, atakayeolewa, awe ni Muislamu. Liqauli ta'ala, famimma malakati aymanukum min fatayatikumul mu'minati, ni muqayyad. Basi hata kutoka kwa wale ambao mliowamiliki kwa mikono yenu ya kulia, kutokana na wasichana wenu Waislamu. Min fatayatikum mu'minati, kutokana na wasichana wenu Waislamu. Waalam, fahamu hapa sasa, sikiliza. Anna sababa man'i nikahil amati, hakika sababu inayopelekea kumziwia mtu huru kumwoa mjakazi, irqaqul waladi. Hii ndiyo sababu, ni kumtia kwenye utumwa mtoto atakayezaliwa. Ukimwoa mjakazi, mama yule akipata ujauzito, mtoto atakayemzaa naye anakuwa nani? Mjakazi. Irqaqu alwaladi, ni kumtia kwenye utumwa yule mtoto atakayezaliwa. Lianna alwalada yatba'u al-umma, kwa sababu mtoto anamfuata mama yake firriqi, sina hivi firriqi wal hurriya, katika kipande cha utumwa ama uhuru, kwa maana ya kwamba mama yake akiwa huru na yeye pia atakuwa mtoto huru. Mama yake akiwa mtumwa na yeye mtoto atakuwa tumwa. Wanasheria, wana kanuni, wanasema attabi'u tabi'un. Ndiyo maana unaona anayekula embe dodo, ikiwa ndani yake kuna yule mdudu yule tukunya, akimla anahesabiwa hajala mdudu, kala embe, kwa sababu attabi'u tabi'un. Lakini kama yule mdudu alidondoka ukasema wewe rudi hapa, ukamrudishia, alafu ukala naye, unamhesabika umekula mdudu, sababu umekusudia sasa kumrudisha kwenye embe umle pamoja. Kwa hiyo mtoto anamfuatisha mamie. Washari'u mutashawifun ila daf'i riqi, na mpanga sheria kwa maana ya Allah. Ashari'u, na Allah subhanahu wa ta'ala
mutashawifun, ni mwenye kuhamasisha na kupendelea sana, ila daf'i riqi, kuondosha nini? Utumwa. Falau kanati al-amatu al-muslimatu likafiri, sasa endapo kama alikuwa huyo mjakazi mwenyewe ni Muislamu lakini ni mali ya kafiri, mjakazi ni Muislamu lakini likafiri, lamu ya milkio ni milki ya kafiri, fahali ya juzu amla, inafaa mwanamume huru kuoa mjakazi Muislamu lakini anayemilikiwa na kafiri? Wajhan, hapo kuna mapito mawili. Ahaduhuma la yajuzu, pito la kwanza haifai. Sawa sawa, na kwa sababu hiyo wayushtaratu kaunu al-amati limuslimin, kwa sababu hiyo inashartishwa awe mjakazi mwenyewe huyo Muislamu unayetaka kumuoa limuslimi, awe ni milki ya nani? Muislamu. Kwa nini? Lialla yamlika alkafiru alwalada almuslima, ili isije akamiliki kafiri mtoto Muislamu, kwa sababu yule mjakazi si wa kwake. Kwa hiyo na watoto watakaozaliwa wanafata kwa mama yake wote wajakazi, na bwana wao anakuwa yule yule kafiri. Sasa anamiliki sasa nani? Muislamu. Na makafiri walivyokuwa wapendi Waislamu. Lakini wal asahu aljawazu, na ikiwa jawazu ni kama anavyosema al-Imam al-Asnawi, aljawazu ma al-karaha. Aljawazu inafaa lihusuli al-islami fi al-amati al-mankuha, kwa sababu ya kupatikaniwa Uislamu ndani ya mwanamke yule aliyeolewa, umepatikaniwa Uislamu. Wallahu a'lam. Maswali karibuni, kama yapo, kama hamna tufanye dua. Namba ndio kujikonja. Swali langu la kwanza, Uislamu unaruhusu utumwa? La kwanza hilo. La pili, kama mtu akioa mtumwa inakuwa vipi mwanamke anatumikia mabwana wawili kwa wakati mmoja? Rudia. Mtu akioa mtumwa kwa hizi sababu ulizozielezea hapa, akawa na ruhusa ya kuoa mtumwa. Yule mtumwa ni milki ya mtu, na yeye, yani inakuwa vipi hapa mwanamke anatumikia mabwana wawili kwa wakati mmoja? Maana yake anatumikia ndoa na huku pia anatumikia bwana wake ambaye, ukiona limetajwa tafsiri yake linaruhusiwa. Lingekuwa aliruhusiwi lisingetajwa. Maana yake sheria imeruhusu, japokuwa si jambo jema. Baadaye Uislamu umehamasisha utumwa, watu waache huru. Kuna kheri kubwa sana katika kuacha huru watumwa, na ndio maana masahaba wakaanza kupupia wenye uwezo kuwanunua watumwa kwa wingi na kuacha huru. Yani inafaa, lakini kuacha huru watumwa ni jambo bora zaidi na fadhila zake ni kubwa zaidi. Hilo moja, inafaa. Lakini la pili, suala la mwanamke aliyekuwa ni mtumwa, kwa maana mjakazi, sio sawa, inaruhusiwa kwa sababu kuna kitu kinamlazimisha hilo, ni yale maumbile yake na yeye anataka. Tukisema akae tu, pengine hata huyo bwana wake atakuwa ampiti. Haujanielewa? Kwa hiyo apate ndoa, na akishapata ndoa tukule kwa bwana wake, hilo halitakiwi tena. Yule bwana hawezi tena kunini. Umeelewa? Atabaki na nafasi yake kuwa ni saidi, ni bwana, lakini sio tena katika kunini mambo mengine, hayo hayapo. Kwa hiyo mwanamke huyu atamtumikia yule bwana wake katika kipande cha siada, ubwana, na huko ataitumikia ndoa yake katika kipengele cha nini, cha ndoa. Haina shida.
Kukaa sasa kwenye kulala, anatakiwa alale kwa mume, ila kwa udhuru. Kulala kwa mume asubuhi kama anavyoenda kazini tu, umeelewa eh? Asubuhi ashamaliza kila kitu, anaenda kwa nani? Kwa Saidi. Kulala wapi? Kwa sababu wanasheria wanasema alhukmu ala alaghlabiyya, hukumu inasimama katika asilimia kubwa. Kwani asilimia kubwa watu wanachekaga sana mchana au usiku? Usiku Kwa hiyo tunahukumu usiku, ndio muda wa kucheka. Kwa hiyo arudi nyumbani muda wa kucheka. Hautakuwa hujaelewa wewe, kwa kuwa umeoa na watoto nao ushaelewa. Naam.